Wasikilizaji na watazamaji, tunawakaribisha kwa namna ya pekee katika kipindi chako kipendacho, kipindi cha Mwanga wa Maandiko TV, ambacho ni kipindi cha ufafanuzi wa Biblia. Na sasa tunaangazia lesoni za Kisabato ambazo zinakuja kwako kila Jumatano. Ni lesoni ya kila wiki. Karibu sana, na pia tunakuomba kwamba una subscribe ama una like, alafu pia una drop comment yako hapa chini, na pia unatuambia unasikiliza kutoka wapi. Pia hiyo inatupa moyo ya kwamba kuna watu wanaotufuatilia. Nashukuru sana kwa sababu ya kujitoa kwako na pia kukubali kuendelea kusikiza Injili. Kabla hatujaanza katika somo la siku ya leo, ninaomba kutoa introduction, utangulizi kwa kuweza kujitambulisha. Mwalimu, karibu sana. Jitambulishe. Asante, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina langu ni Vincent Korir, karibuni sana. Asante. Anayefuata. Na wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Hatujambo. Jina langu ni David Mamboleo, karibu sana. Asante sana. Kabla hatujaanza, ningependa kukumbusha kwamba dada yetu Eva Wambua amekwenda kwenye huduma sehemu nyingine, ndio maana umuone hapa. Pamoja anarudia Osoro ambaye hayupo, lakini hivi karibuni tutakuwa tunamuona. Asante sana na karibuni. Kabla hatujaanza, naomba Mamboleo tuombe. Tuamini na tuombe. Yes. Mtakatifu Baba na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe milele na milele. Tumekuja katika kipindi hiki siku ya leo, na tunaomba Roho Mtakatifu awe ndiye atakayekuwa mwalimu wetu na kiongozi kuanzia sasa hadi tamati ya kipindi. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Asante sana. Karibu sana. Tunaendelea na lesoni yetu, na lesoni yetu inazungumzia kuhusu mifano ya mwisho. Mifano ya mwisho. Sasa tunataka tuone kabla ya mwisho huo haujafika, kuna ishara zake ambazo tunasiangalia. Ni nini hasa Mungu anataka kutufundisha katika sehemu hii? Kwanza kabisa, ningependa tu nikupatie picha ya kile ambacho tunataka kujifundisha katika siku ya leo. Biblia inamtaja sana Ibrahimu kama mzee wa imani. Inasema anayembariki Ibrahimu atabarikiwa. Anayemlaani Ibrahimu, atakayekubali kuondoka kwenye imani ya Ibrahimu atapata laana. Atakayetembea katika imani ya Ibrahimu, yeye atabarikiwa sana sana sana. Katika somo la siku ya leo tunaangalia nabii anaitwa Yona. Ni Yona, ndio alikataa maagizo ya Mungu. Ni mkaidi. Mungu anamwambia nenda Nineva. Anakataa kwenda Nineva, anaenda wapi? Anaenda Tarsis. Na nafikiri Nineva inafananishwa na nchi ya Syria. Na Syria inaonekana kama ndio Babylon pia. Tunaangalia namna hiyo. So anapoambiwa nenda Nineva, anakataa. Na wa Nineva walikuwa ni maadui wakubwa sana wa Israeli. Walikuwa wamepiga sana wa Israeli kwa muda mwingi. Walikuwa adui mkubwa sana. So tunapozungumzia kuhusu Yona, alipokataa, lakini baadaye tunaona ni nini kilitokea katika bahari. Na ndiposa baadaye Mungu aliweza kutuma yule samaki mkubwa akammeza, si ndio? Baada ya kummeza yule samaki akawa hali kwa siku 3. Anateseka yule samaki wa watu, hali hawezi mtu aliyemmeza hataki kutoka, asikia kutapika, atabiki. Yaani alihangaika sana katika bahari. Lakini mwisho ilisemekana kwamba Mungu aliweza kumtoa yule kupitia kwa yule samaki mkubwa, akamtabika ufuoni. Alipomtabuka ufuoni, kipindi hiki tutaangalia Yona anaomba sana. Yona baada ya kuomba Mungu akamunusuru, akanusurika kifo. Akaenda akahubiri Nineva. Alipohubiri pale Nineva, mahali alikuwa amekataa, akakimbilia Tarshish. Tunaona kwamba pale anapokuwa katika maeneo yale, akawahubiri wa Nineva. Nineva wakafaa magunia, wakatubu. Sina maana wakatubu, wakamulilia Mungu. Mfalme wao akawa kwanza, akaagiza hata wanyama wazilishwe.
kawa ni mfungo mkubwa, na baadaye tunaona kwamba waliweza kwa kusamehewa. Lakini kusamehewa huku tutaona baadaye ni nini kilitokea baada ya kusamehewa. Alafu tutamsumusia kuhusu Belshasa. Belshasa tunaweza kumlinganisha na Koresh, hatuwezi kumlinganisha na Koresh. Koresh tutamwona ni mfalme wa Cyrus, ni mfalme Cyrus, ambaye huyu mfalme Cyrus aliruhusu wana wa Israeli watoke Babeli warudi katika nchi yao waende kwa kujenga hekalu. Si tunaona hiyo? Alafu baadaye tutaangalia tuone kwamba huyu mfalme Koreshi anafananishwa kama Mesia ama Mesaya. Anamfananishwa na Yesu kwa kitendo kile ambacho alionelea kwamba hao watu wacha warudi, wameteseka muda mrefu na waenda wamwabudu Mungu wao. Alifanya kitu kama hicho, na ambacho kilikuwa ni jambo nzuri sana alichofanya, ambayo nchi yao ikawa imenusurika. Nchi ya Israeli ikawa na raha, na akina Ezra wakaandamana pamoja na wao wakaenda kwa kujenga lile hekalu. Hiyo ndio summary kidogo tunaangalia. Tutamfananisha Belshasa, tuone Belshasa kama alikuwa ni mtoto wa Nebukadneza. Si namna hiyo? Sasa tunaona kwamba Nebukadneza na Belshasa, nani alikuwa afadhali katika kufuata maagizo ya Mungu? Nebukadneza. Tutaangalia katika sehemu hiyo. Nimeona leo ni vizuri nikakupatie hiyo picha vizuri ukaweze kuiona, ili tunapoendelea kujifundisha lesson uone tunaelekea sehemu gani. Karibu sana na Mungu akaweze kutubariki. Amen. Sasa mwisho mwisho wa yani mifano ya mwisho ni nini unaona hapo? Korinth, unaweza kutueleza kitu gani hapo? Mfano wa mwisho. Asante sana. Ama mifano ya mwisho. Tunapozungumzia mifano wa ule mwisho, Yes. ni kwamba ni visa ambavyo ziliweza kutendeka. Yes. Na inatuonyesha mwisho wa historia wa dunia. Ndipo inatufanya ili tujiandae. Yes. Ya kwamba tunapoona kwa mfano wakati mvua inataka kunyesha, tukiona mawingu imejaa kabisa, ni dalili za mvua. Yes. Tukiona hizo dalili, dawa ni kufanya nini? Ni kujiandaa. Ndivyo tutaweza kuona hayo yote. Na yote inatuonyesha ya kwamba tujifunze, tuifahamu vizuri unabii, na tuweze tujiandae katika nyakati za mwisho. Asante sana na Korinth. Yona anapokuwa kwa bahari, wale mabaharia wengine waliteseka sana. Hata ile vitu vilivyokuwa ndani ya bahari pia vilibebwa, pia viliteseka kwa sababu ya mtu mmoja anaitwa Yona ambaye amemkataa Mungu. So ukimkataa Mungu, kumbe unaleta shida mpaka kwa environment. Unaleta shida kwa bahari, unaleta shida kwa mabaharia wengine ambao mnatembea na wao. Yani ni tabu kubwa. Paka mifugo, yani those luggages ambazo zilikuwa ndani ya bahari zikarushwa ilikuwa ndani ya ile port, kile chombo wakarusha vikaenda nje. So baadaye ndio wanauliza wale mabaharia wengine, wanauliza, wewe ni mtu gani? Wewe ni nani? Unatoka wapi na unaenda wapi? Alafu huyu Yona anajibu, anasema, mimi ni Mwibrania, ninamuogopa Mungu wa mbinguni aliyeumba dunia na bahari na nchi kavu. Waliposema namna hiyo, ndio walitambua huyu mtu amemkosea Mungu. Hii matatizo tunayopata ni nani ameyasababisha? Ni huyu mtu. Alafu ikawa kwamba lazima tupe ndani ya nini? Ndani ya bahari. Hilo ndilo jambo tunaliona hapo. Sijui kama kuna jambo lingine ambalo tunaliona hapo. Tumeona kwamba baadaye tunaona kwamba anapoenda kuhubiri kaweka ujumbe vizuri na kulingana na kile kisa ambacho amemezwa na bahari. Unajua ukienda kuambia watu mimi nimemezwa na samaki, nikalala ndani ya samaki kwa siku 3 na hivi nimetokezea, watu watastuka sana. Watashtuka sana.
Na kule kustuka kuwafanya watu hatimaye wakampokea Yesu kwa kile kisa ambacho Mungu alichokitenda. Sasa nataka tuende kwenye sehemu ya pili sasa. Katika sehemu hiyo ya pili nasema Kiswahili nasemaje? Nabii mkaidi. Kiingereza inasema the reluctant prophet. Yaani ni nabii ambaye ni mkaidi. Ni mkaidi. Ni namna hiyo. Kwa lugha nyingine. Ni kitu gani tunajifundisha kwa nabii aliyemkaidi? Mambo leo unaweza kutuongezea kitu hapo? Asante sana mwalimu. Yes. Tukiangalia katika hiki kisa cha Yona. Yes. Tunasoma kitabu cha Yona kuanzia 1 yes mpaka 4. Hizo sura 4 zinaelezea hicho kisa kwa kifupi. Yes. Lakini sasa tunataka kuangazia sana maneno ya Yesu Kristo katika kitabu cha Mathayo 12. Yes. Nitasoma tu mstari wa 38. Na anasema hivi. Hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo wakamjibu wakasema. Akasemaje? Mwalimu, tunataka kuona ishara kwako. Akajibu akawaambia. Akasema nini? Kisasi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara. Wala akitapewa ishara. Ila ishara ya nabii Yona. Ila ishara ya nani? Ya nabii Yona. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi. Hivyo ndivyo Mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Sasa tunaona ya kwamba Yesu mwenyewe anasema kwamba atafanya ishara. Ishara atakayoitoa ni ile ya nabii. Nabii Yona. Nabii Yona alikuwa ndani ya samaki kwa siku 3. Kwa siku 3. Alikuwa siku 2, alafu siku ya 3 akatoka. Na Yesu alikuwa kaburini, alafu siku ya 3 afanya namna gani? Akatoka kwenye nchi. Na labda niulize, unapoendelea, mic bado ni yako. Hivi tunapotaka ishara, maana unaona tamaa ya watu wanataka ishara. Unasikia mtu anasema kwamba muje mkaone ishara, mtaona miujiza, mambo makubwa. Yaani Yesu ni kana kwamba hapendi mambo kama hayo? Mimi naweza kusema ya kwamba hizi ishara hatusaidii sana. Hatusaidii kwa imani yetu. Kwacha nipeane mfano wa Elijah. Elijah katika mlima wa Karmeli amefanya ishara pale mpaka moto umeshuka. Lakini baadaye tunaona ya kwamba huyu mama anamtishia, anamwambia nataka kichwa chako. Jezebel. Anamtishia, anamwambia nataka kichwa chako. Tunaona Elijah anaanza kukimbia. Sasa ishara hii hakuiamini kwamba yule Mungu aliyeshukisha moto na yeye ndiye aliomba angeweza kumwokoa. Saa zingine tunaweza kutaka ishara ama tunaweza kufuata ishara, lakini hizi ishara nyingi hazitatusaidia sana katika imani. Kile ambacho tunaona hapo ni hivi kwamba ishara, Biblia inasumusia kisasi kiofu ndio kinataka ishara. Si tumesoma hivi? Yaani kisasi kiofu kisichompenda Mungu kinataka ishara. Yaani huwezi amini mpaka uone ishara. Ndio Mungu akamwambia, tunaona Yesu akasema kwamba ishara ile nitakayoitoa ni moja. Ya kwamba Mwana wa Adamu atakuwa kwenye kaburi na siku ya 3 atafanya namna gani? Kama vile Yona alivyokuwa ndani ya kaburi kwa ndani ya moyo wa samaki kwa siku 2, ya 3 afanyaje? Akafufuka. Akatoka huko. So ukitaka ishara itaonesha kwamba mwenye kutaka ishara si mtu aliyeamini. Kwa hivyo kama sio ishara hata amini. Si ndio inamaanisha? Sijui kama una jambo gani tena unasema Korero kwenye sehemu hiyo. Asante sana mwalimu. Ni kwamba tunapoona na Yesu anapokataa kutoa ishara, kuna kitu inaitwa the motive. Ya kwamba
Hao watu wako wanataka tu, wameweka kipaumbele badala ya imani na kuamini Mungu, wanataka ishara. Lakini Yesu akamwambia, mimi ni mkuu kuliko Yona. Yes. Ijapokuwa anaonyesha ya kwamba Yona alikaa ndani ya samaki siku 3. Yes. Yesu naye akawa kaburini siku 3. Ndipo anamaanisha ya kwamba Yona alikuwa ndani ya samaki kwa sababu ya dhambi yake mwenyewe. Lakini Yesu akawa ndani ya kaburi, akawa ndani ya kaburi kwa kupitia msalaba kwa sababu ya dhambi ya mwanadamu, ya ulimwengu. Tukaona ya kwamba hiyo ikawa ni tofauti, na jambo ambalo lingine pale ni kwamba haitoshi kusema namjua Mungu. Kitu muhimu ni kufanya kulingana na mapenzi yake. Amen. Amen. Asante. Kuna jambo ambalo naliona hapa pia la muhimu kwamba Yesu anasema kwenye hilo fungu la kitabu cha Mathayo 12, ukisoma 38 mpaka 42, Yesu anasema mnafikiria mambo ya Yona. Yule mnayemuona hapa ni mkuu kuliko Yona. Sijui kwa nini Yesu anasema yeye ni mkuu kuliko Yona. Kwa muktadha wa somo hili 19 aya ya 10 ni kwamba anaonyesha kwamba Yesu alikuja ulimwengu huu akijua kilele ni msalabani. Kilele ataenda kufa msalabani. Na kifo chake cha msalaba kitakuwa ni nini? Ni faida kwa ulimwengu. Lakini Yona alikuwa na jealousy. Kukataa kwenda kwa Nineve Good. Ni kwamba hata mimi saa zingine naona ningekuwa Yona ningefanya sambo sawa. Maana Yona kukataa Nineve, watu wa Nineve walikuwa watu wakatili sana. Wakawatesa wana wa Israeli. Anakuta wamama wajawazito anaambia mulale chini. Kisha wanatembea juu yao. Wakafanyia unyama sana. So Yona anapoambia nenda Nineve, anaona wale watu ambao wakatili naenda kweli kwao. Hata alipoenda kueneza injili pale anasema lengo ilikuwa ni wale waangamizwe. Sio kutubu. Sio kutubu. Akasema nyinyi jueni baada ya siku ngapi? 40 mtaangamizwa. Lakini tukaona ya kwamba ni opposite, ndipo Yesu anasema yeye ni mkuu kuliko Yona. Amekuja kwa ajili yetu. Yona ameenda akahubiri. Waneva kasehemu kadogo ka inchi kanaoko. Lakini Yesu anakufa kwenye msalaba. Kwa msalaba. Ili watu wote duniani waweze kuokolewa. Ndipo Yesu akasema kwamba mimi nilikuja kutafuta waliopotea. Kwa hivyo Myahudi aliyepotea ataokoka. Mwarabu ataokoka. Mugiriama ataokoka. Mudigo wote kabila zote, ewe Mbuluya, Mkizimu, Chaluo, Kuyu ataokoka. Jamani, haleluya. Amen. Jambo zuri sana la kupendeza katika sehemu hiyo vile tunavyoangalia. Sijui kama kuna sehemu nyingine ambayo labda unaweza kuongezea katika sehemu hiyo. Asante sana mwalimu. Ili tutoke hapa. Wakati wale mabaharia wanapomuuliza Yona, wewe ni nani? Na anajibu kwa ujasiri, anasema mimi ni Mwibrania, nami namcha Bwana Mungu wa mbingu aliyesiumba bahari na nchi kavu. Tunaona ana quote ujumbe wa malaika wa kwanza ambaye inatualika kumwabudu Muumba ambaye ni Muumba ambao ni Mungu. Tunaona ya kwamba ujumbe kama huu ndio sisi pia tumefanya nini? Tumepewa kupeleka ulimwenguni. Na tunaona yeye Yona anaogopa kuenda kule Ninawe kwa sababu wale watu walikuwa wakatili. Na sisi pia huu ujumbe tumepewa kuenda kuhubiri katika Babeli ya kiroho ya sasa. Ambayo itakuwa ni ngumu kwetu pia kuupeleka. Kwa sababu kuna wengine watauamini na kuna wengine wataukataa. Unajua kuenda kumwambia mtu ati wewe tubu, inakuwa si jambo rahisi. Lakini chenye ambacho tunafundishwa ni kwamba tuwe na imani kwa Yesu Kristo na tuweze kupeleka huu ujumbe. Watu watausikia huu ujumbe vile Yona alifanya. So unapoangalia katika hiyo Yona 1:9 anajibu wale mabaharia, anasema I fear God who created heaven and earth. Ninamuogopa Mungu
Kitabu cha Ufunuo 14 ninashawishika kukisoma fungu lake la 9 tusome tu fungu la 10. Inasema yeye naye waje tusome fungu la 9 14:9. Na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa. Ni 7. Okay, wacha tusome 7:14 fungu lake la 7 inasema, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Mshuhudieni yeye aliyesifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Nani anasema? Asante sana David. So fungu la 7 ndilo linasumusia kwamba tunastahili kumuogopa Mungu na tunastahili kumsujudia Mungu, maana yeye ndiye aliumba mbingu na dunia. Usimuogope nani? Mwanadamu. Ndio maana tumeona kwamba kina Shadraka, Meshaki na Abednego katika lesson iliyopita hawakumuogopa nani? Mfalme. Hata kama aliwatishia kuwachoma hawakuogopa. Na nyakati tumefika sasa, watakaookolewa ni wale ambao wanamwabudu Mungu wa mbinguni. Because hata ukiangalia tuseme watu wanaamini vitu ambavyo havina msingi katika Biblia. Kwa mfano ukiangalia kwamba Biblia haina mahali ambayo imetaja Sabato. Imetaja Jumapili kama siku ya Sabato. Lakini bado wanafuata hapo. Biblia kuna mahali inasema watu waabudu miungu, lakini miungu inaabudiwa sanamu, lakini sanamu zinafanya namna gani? Sinaabudiwa. Asante sana. Nilikuwa nataka kuongezea hapo, na kufikia hapo ninaonelea kwamba tunaweza kusonga mbele. Tunaingia katika mahali ambapo Biblia inasumusia kutubu. Sehemu ya kutubu. Yona ametumwa aende kuhubiri. Anaenda kuhubiri katika mji wa Nineva. Lakini haikuwa rahisi kutumwa na kukubali kwenda. Alipofika nini kilitokea? Ilikuwa free. Hakulipia chochote. Alilipia kwenda Tarshishi, lakini njiani akatupa baharini, samaki akampeleka mpaka Nineva. Tukaona ya kwamba alipokanyaka tu pale, maana kuanzia kwake kasi ya toba. Akiwa ndani ya samaki akatambua ya kwamba amemkosea Mungu. Tukaambia kwamba alikuwa anaomba. Akaomba msamaha na akatubu. Aliposhuka tu Nineva ni kwamba akaweza kutwanga injili. Yes. Akahubiri injili. Na alipohubiri injili kuambia watu wa Nineva ya kwamba kuna uharibifu inakuja. Na alipotoa hiyo ujumbe ni kwamba watu walisikia, watu wa Nineva wakatubu. Mfalme mwenyewe akatangaza, akatoa amri ya kwamba kila mtu asile chochote na afae makunia mpaka wanyama. Yes. Hilo jambo alikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Mfalme aliweza kuchukulikiwa kwa jambo muhimu sana. Na tukaona watu wa Nineva wakasikia sauti na wakatubu na Mungu akawasamea. Na Mungu akawasamea. Nineva hakuangamizwa tena. Yes, David, unasemaje? Nani anatuambia kwamba huyu Jona alipewa free lift na samaki? Jambo bado lilikuwa ni miujiza mkubwa sana. Wewe unasemaje katika sehemu hiyo? Asante. Katika sehemu hii kitu ambayo tunaona hapa ni kwamba kichwa kinasema kazi ya toba. Toba. Nataka kusoma kitabu cha Yeremia 18. Wacha tu nisome mstari wa 7. Inasema wakati wowote nitakapotoa habari za taifa na habari za ufalme, kuung'oa na kuufunja na kuangamiza. Ikiwa taifa nani anatoa habari hiyo? Hiyo ni Mungu ya kung'oa na kufunja. Hiyo ni kazi ya nani? Ya Mungu. Si ya mwanadamu. Endelea mbele. Inasema, yes, ikiwa taifa lile nililolitaja litageuka na kuacha maovu yake, nitaghairi. Amen. Nisitende mabaya yale niliyo kusudia kutenda. Sasa hapa tunaona hilo ni kupitia, ni Mungu alikuwa anasema kupitia kinywa cha mtumishi wake Yeremia. Yes.
Anasema ikiwa ametoa tangazo kwa taifa fulani ama ufalme fulani, na ufalme huo utubu, ataghairi. Hilo ndio kitu ambayo tumeona imetendeka katika mji wa Ninawi. Wa Nineva. Hawa watu wa Ninawi wanatubu, vile Mwalimu Koriri amesema, mpaka ng'ombe anafunga Sikule. Na wanaomba, na lakini cha muhimu ilikuwa ni kutotenda yale ambao walikuwa kila mtu ambaye alikuwa anatenda maovu akaacha kutenda yale maovu, akaghairi, akatubu. Sasa ndio Mungu akaweza kughairi ile ambaye alikuwa amesema ule mji ulikuwa uangamizwe, haukuangamizwa tena. Kwa hivyo Mungu akipanga aangamize, tuseme tuko maeneo ya Likoni sasa. Mungu aseme nitaangamiza Likoni kwa sababu ya dhambi zao. Watu wa Likoni watubu, Mungu atawasamehe. Jamani, haleluya. Hata kama umefanya dhambi ya namna gani. Kwa mfano sasa tunasema kwamba kuna kijana ameuawa, anaitwa nani? Ojwang nani? Albert Ojwang. Ameuawa. Inawezekana ametolewa kule Homa Bay, amekuja kuuliwa Nairobi. Sasa waliomuua wamefanya inchi kidogo imeshake, si ndio? Waliomuua sasa tuseme kwa mfano watubu, wamlilie Mungu, watapona. Mungu atawasamehe. Wasipotubu watalaaniwa. Na laana yao si kali sana. Itakuwa kali sana. Maana Mungu haacha ruhusu mtu achukue maisha ya mtu. Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu anayesamehe. Jamani, haleluya. Mungu wetu ni Mungu ambaye anayesamehe. So kufikia hapo nafikiri tutasonga tuende sehemu. Kuna kitu kidogo hapa. Gusa kwa dakika kidogo. Inasema kuna unabii mara mbili. Kuna unabii wa masharti na wengine usio wa masharti. Kama huu wa Yona ambao tumesoma, ule unabii ulikuwa wa masharti. Sababu tumeona wakati walitubu, Mungu alighairi. Lakini kuna unabii mwingine hautegemei maamuzi ya binadamu. Kama ujio wa pili wa Yesu Kristo. Hiyo itafika hata kama utaamua ama hautaamua itakuwa. Asante sana. Hata alama ya mnyama. Asante. Pia itatekelezwa hivyo. Itatekelezwa. Yaani kuna mambo ambayo Mungu aliyopanga katika taratibu zake ambazo lazima atatumia. Kwa mfano tunaposema kwamba ufalme wa kwanza ulikuwa Babeli, mwingine ukaja wa pili, mpaka utafika. Maana Biblia inasumusia kuna falme 7. So falme hizo zote 7 lazima zitakuja katika dunia. Na hilo halitabadilishwa na mwanadamu. Thank you. Sehemu ya tatu ama ya 4 hivi ni ya Belishasa na akiwa na sherehe. Sherehe ya mfalme Belishasa. Belishasa ama karama. Ama kalamu. Ni karamu ya ambaye aliyofanya, ambayo ni sherehe pia aliyofanya. Huyu Belishasa. Belishasa ni nani kwanza? Ni kijana wa nani? Kijana wa Nebukadnezar. Koriri, naona kama unataka kusema kitu. Karibu. Naam, shukran. Nilikuwa nasema kitu kuhusu karamu ya Belishasa. Na tunaona ya kwamba Belishasa ni mtoto wa mfalme wa Babeli wa kwanza Nebukadnezar. Na tukaona ya kwamba Nebukadnezar alipitia na alishuhudia yale ambayo ilifanyika katika ufalme wa baba yake. Akashuhudia mfalme Nebukadnezar akijiinua, akifukuzwa katika ufalme aende msituni miaka kadhaa. Tukaona ya kwamba karamu ikanikumbusha kuna wimbo inasema party after party. Na inafanyika sherehe baada ya sherehe. Na ukiona watu wenye wanaingia sherehe baada ya sherehe hawana msimamo vizuri. Ukichunguza sana. Tukaona Belishasa kuna vitu babake alipoteka wana wa Israeli kwaende Babeli, waliingia na vitu vya hekalu. Vitakatifu. Vyombo vilivyokuwa vinatumika kwenye hekalu. Ambavyo Mungu aliakisa. Vilikuwa vya dhahabu. Ya dhahabu na ilikuwa inafanya kazi maalum. Haichezewi kabisa. Kama hivi sasa kuna vitu vya Pasaka. Kama vitu ya Pasaka. Na kuna vitu takatifu. Kama ndoa pia ni takatifu. Sadaka ni takatifu. Sabato ni takatifu. Amri ya Mungu ni takatifu.
akatoa vitu ambavyo babake hakuitumia. Ilipopelekwa pale ikawekwa tu, haikufanyiwa jambo lolote. Akatumia kufanyia vitu ambavyo ni vya ajabu. Kuleo vinyweo akaeka. Jambo la kushangaza ni kwamba maandiko ikaandikwa ukutani. Mene tekeli Parisi. Ya kwamba umepimwa kwenye misani na umepatikana utoshi, umepungua. Na tukaona huo usiku huo ufalme wake ikaangamizwa. Tukaona ya kwamba karamu ya Belshaza ikaleta madhara kubwa sana. Asante sana. Ufalme wa Belshaza, kumbe kuna Mungu ambaye anafanya kama ni upelelezi. Maisha yako yanakuwa namna gani? Sasa anapokuangalia ni kama Mungu anakuevaluate. Anaona kazi yako unaendelea namna gani. Mungu anayepiga hesabu, anayesoma na kujua kile unachofikiria, ukifikiria maovu, Mungu anakuweka kwenye mizani. Akakuta kwamba huyu hata hatoshi, huyu amepungua. Ndiposa Mungu akasema basi nitauondoa. Yani Mungu akamkataa. Nimekukataa kuwa mfalme katika nchi. Mungu anaweza akakataa mtu akiwa mfalme. Anaweza. Hivi sasa Mungu akisema Ruto utakuwa president, atamtoa. Na Mungu akisema Ruto kuwa kwenye urais uendelee, ataendelea. Na kuishi katika uongozi kunategemea na nini? Ni kumfuata tabia ni kumweka Mungu namba moja. Ni kumuogopa Mungu na kuheshimu masikini. Na kuwafanyia. Ukifanya hivyo, ufanye kulingana na maagizo ya Mungu, unaweza kukaa. Lakini usipofanya hivyo, Mungu atafanyaje? Atakukataa jinsi alivyomkataa Belshaza. Sijui kama David, kuna jambo gani unaweza kusema hapo nawe pia? Mimi naweza kusema kwamba tukimwangalia Belshaza pia yeye anaonyesha tabia ya ile ya shetani vile tunaweza kusema. Kwa sababu anamkataa Mungu, yani anampinga Mungu wazi. Kwa sababu kama hawezi kuheshimu vitu ambavyo unajua Nebukadneza baba yake, hata kama yeye alikuwa ni mkaidi ama anamkaidi Mungu, lakini zile vyombo alipovileta alikuja akaviweka kwa hekalu yao ile ya miungu yao, akaviweka huko na akaviheshimu. Hakuvitumia. Lakini Belshaza mtoto wake anavitoa na anavitumia. Yani inamaanisha ya kwamba yeye hatambui hata huyo Mungu. Si ati kwamba alikuwa amjui. Alikuwa anamjua. Ndio maana ukisoma katika hiyo fungu la 22, hiyo Danieli 5. Danieli anamwambia sasa, wewe mfalme, wewe ulikuwa unajua yale ambao babako usikia vile anasema. Danieli 5:22 anasema na wewe mwanawe Belshaza hukujinyekeza moyo wako ichapokuwa ulijua hayo yote. Yani hakufanyaje? Hakujinyenyekeza. Ndiposa unaona Mungu anatoa hukumu kwa taifa la nani? Ya Babeli. Kwa Belshaza ambaye ni mfalme. So tusipojinyenyekesha, tukiona kama sisi ni wakubwa, tukidharau mambo ya Mungu, Mungu anaweza kutukataa. Na akitukataa tunaangamia sote. Sijui kama hiyo ndio maangamizi yametokea katika nchi, katika ndege iliyotokea India inaenda Britain. Sijui kama umesikia habari hizo. Kuna ndege ilikuwa na watu wengi sana. Ilikuwa na watu around 242 people. And they are perished what? Fikia sasa hiyo habari iliyopo. Ilianguka, ikachomeka na watu wote wakafa. So tunapoona majanga kama yale yakitokea, tutambue ya kwamba hatujamuogopa Mungu. Na Mungu ana nafasi ya kutuangamiza hata kwa dakika moja. Mimi naona wanadamu hata si werevu. Si unaona hata umbu peke yake anaangamiza watu. Umbu tu, hakuna mtu hata analala kwenye nyumba yake pasipokuwa na neti. Anaangamizwa na kitu kidogo. So Daniel 5 fungu la 21 inatuambia neno hili.
ambacho ninahisi kusoma 5:21 kitabu cha Danieli. Inasema hivi, Danieli 5 na haya yake ya 21, anasema akafukuzwa mbali na wanadamu, moyo wake ukafanywa kuwa kama moyo wa mnyama. Huyo ni Nebukadneza. Na makao yake yalikuwa pamoja na punda mwitu. Akalishwa majani kama ng'ombe, mwili wake ukalowa maji kwa umande wa mbinguni. Hata alipojua ya kuwa Mungu aliye juu ndiye anayetawala katika ufalme wa mwanadamu. Jamani, haleluya. Yaani Mungu anaweza kuruhusu mateso yakatokea kama vile alivyomfanya Nebukadneza akala nyasi kama ng'ombe wa mwitu, ili mpaka siku ile atakapotambua kwamba hii dunia ni ya nani? Ni ya Mungu. Jamani, haleluya. So tunapomwangalia Danieli, yani huyu Nebukadneza, kuna mahali alifika akatambua Mungu ni hii dunia ni ya Mungu. Maana hata Danieli aliposema kwamba alipotoa maana ya ile ndoto aliyoiota, Nebukadneza alisema kweli Mungu wa mbinguni ndiye Mungu. Hao wengine ni miungu hii, lakini Mungu wa Mungu ndiye Mungu. So inatuonesha kwamba machanga yanaweza kutokea ili yatufundishe kutambua kwamba Mungu ndiye Mungu anayestahili kuabudiwa. Asante sana. Kufikia hapo nafikiri tunaweza songa mbele. Tunaenda kwenye sehemu ya inayosema kwamba mito ya Euphrates ikikauka, ama kukauka kwa mito ya Euphrates, ama mto wa Euphrates. Sijui katika sehemu hiyo. Asante sana mwalimu. Tunaona kwamba katika lile jiji la Babeli, hiyo Babylon lilikuwa limejengwa na huyo mfalme tumemsoma hapa Nebukadneza. Ni jiji ambalo lilikuwa ni nzuri na ni jiji ambalo lilikuwa limestawi sana. Sasa kitu ambacho kilikuwa cha nguvu sana katika jiji hilo ni huo mto unaitwa mto Frati, ambao ulikuwa unapitia katikati la jiji. Huo mto ulikuwa unapatia hilo jiji maji safi ambayo yalikuwa yanatiririka na yalikuwa hayaishi. Kwa hivyo inamaanisha ni mto ambao ulikuwa ni permanent river vile tunaweza kusema. Na sasa hilo ndio ilikuwa nguvu yake. Na kuna historia inasema ya kwamba kuna malkia siku moja alienda akajenga mawe hivi, akatengeneza mahali wafanyikazi walikuwa wanapitia. Sasa kuna huyu mfalme anaitwa Koreshi. Yes. Naye aliweza kutambua ya kwamba akifanya vile, kumbe hii ndio ilikuwa namna ya pekee ya kupata ule mji. Ya kufikia ule mji. Tunaona ya kwamba alikuja katika usiku huo akaweza divert ule maji, yakaanza na barabara ya kupita sasa. Maji yake ya kupita. Yakaanza kutokea mkondo mwingine. Sasa pale maji yakapungua na majeshi yake yakaweza kupita hapo. Na tunaona ya kwamba walipofukia hapo, walipofika pale ndani, kulikuwa ni sherehe, hata kulikuwa hakuna ulinzi. Mji mzima ulikuwa ni sherehe, watu walikuwa wanasherekea. Na ndipo waliweza kuuteka huo mji katika siku moja tu. Na kwa dakika kidogo. Belshaza wakiendelea kwa sherehe, wanasema wako salama. Waliona hakuna haja hata walinzi wakuwe wapaki kulinda. Wakaona wako salama. Tukaona ya kwamba Yesu akasema kesheni bila kukoma, maana siku ya Bwana hakuna yeyote ajuaye. Yeremia akasema mahali mnadhani ya kwamba kuna amani, ndipo uharibifu inaingia utatokezea. Ndipo ni pia sisi tujihadhari ya kwamba tuko nyakati za mwisho, inatupasa tuweze kukesha na tuwe tayari. Tunaendelea. So tunapoangalia tunaona kwamba katika kitabu cha Danieli, unajua
baada ya kitendo hicho cha Danieli kwenda kumwambia mfalme ya kwamba hiyo menemene tekeli ilikuwa inamaanisha nini, mfalme alifurahi sana. Na kweli Danieli alikuwa ni mtu ambaye alipenda katika nchi ile, lakini hekima aliyokuwa nayo ni hali ya pekee sana. Hiyo hekima aliyokuwa nayo ikafanya akatoa maana ya ile kitu alichokiona. Na baadaye Belshaza anampatia zawadi, anampatia nguo za dhahabu, anampatia chain ya dhahabu, na pia akamwambia kwamba atampatia a third ya ufalme wake. Tumeona jambo hilo likitokea, lakini ufalme huo tumeona usiku huo tu hata hakuweza kuamka tena, hakulala na kuamka tena. Katika kitabu cha Danieli sura ya 18 haya 31 tunaona kwamba Danieli sura ya 5 haya 18 mpaka 31 kuna kitu ambacho ninakiona pale. Ninaomba tuchangie tunapomalizia sehemu hii, tuende sehemu ya mwisho. Ni kwamba huyu Belshaza alikuwa anajua stori zote vile baba yake alifanya, lakini hatujamuona hajanyenyekesha moyo wake, na ndiposa kwa kukosa kunyenyekesha moyo wake na kujinyenyekesha akawa mkaidi, ilifanya akaweze kuangamia. Sijui kama jambo gani Korilo unasema hapo. Ni kwamba kwa kweli lilikuwa tendo la ukaidi. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ameshuhudia Danieli na akashuhudia babaka akisema Mungu anayestahili kuabudiwa ni Mungu wa Danieli. Na lakini tunaona ya kwamba hakuweza kuzingatia hiyo, moyo wake ilijawa na kiburi na kuona ya kwamba yeye ndiye kila kitu. Ndipo Mungu akaweza kuingilia kati. Ni sawasawa na tabia ya shetani. Aja shetani alijiinua akasema mimi nitasonga juu zaidi enzi ya Mungu. Na hapo ndipo anguko iliweza kupatikana. Inaangusha sana. Asante. Sasa neno la mwisho katika sehemu hiyo David. Asante sana mwalimu. Kitu ambayo tunaona hapa ili anguko la Babeli linawapata watu kama wako kwa sherehe, ni kama wako kwa mshangao, yani linawapata kwa mshangao, lakini si ati walikuwa hawajui, kwa sababu walikuwa wanajua. Sasa hivyo inatuonyesha ya kwamba hata mambo ambayo yatatokea ama zile mambo ambayo yatatokea wakati wa mwisho, wakati Yesu atakaporudi, si ati itawapata watu kwa mshangao, si ati watakuwa hawajui. Wanajua, lakini sasa itategemea na ile uchaguzi ambao wamefanya. Wameamua wao wenyewe. Asante. So na kwamba wakianzia katika haya ya 18 mpaka 31 inaelezea historia vile baba yake Belshaza aliingia msituni mpaka Mungu akamnyenyekesha, kiburi chake kikaenda chini, lakini hakusoma kitu kutoka hapo. Ndio maana anaangamia namna hiyo. Sehemu ya mwisho kwenye lesson ya juma hili tunataka tuangalie Koreshi kama mpako wa mafuta wa Mungu. The anointed. Cyrus the anointed. Koreshi alikuwa nani? Mwalimu. Tunaona ya kwamba alikuwa anatoka utawala kwanza ya Wajemi. Wajemi. Mtawala wa Wajemi. Na ndivyo tumeona ya kwamba Mungu akinena sharti yatatimia. So jambo ambalo liliweza kufanyika hapa ni kwamba alipoweza kuingia na kuangusha Babeli, ni kwamba huyu Koreshi, naona amesema Koreshi Masihi. Najua Masihi tunamfahamu ni Yesu Kristo. Na ndipo aitwa Masihi, alikuja kama mkombozi wa ulimwengu. So Koreshi kwa nini aweze kupewa jina hili? Katika kitabu cha Isaya. Katika kitabu cha Isaya 45 haya ya kwanza yanataja Koreshi kuwa kama Masihi. Alikuwa Masihi kwa nini? Aliweza kusaidia wana wa Israeli ambao walikuwa wametekwa mateka
wakapelekwa kule Babeli, wakamkomboa, wakatoka kule Babeli, na kando na hiyo aliwasaidia Yerusalemu ikaweza kujengwa. Ya kwamba aliweza kusaidia. Kuna jambo ambalo ya Babeli kumwabudu wajenge hekalu. Tukaona ya kwamba Mwenyezi Mungu anaweza tumia hata mtu ambaye tunaona katika nini ya mwanadamu amfae kabisa huyu. Na jambo ambalo naona nikapata ya kwamba wakati huyu Koreshi alipofanya hivyo, tukaona miji yake ikaenea kweli kweli. Miji yake, yani ufalme wake ilipanuka sana na ikasimama. Siri ya kila kitu ni huyu Mwenyezi Mungu. Tukiwa pamoja naye tutaweza kukua katika kila hali na mali. Asante sana mwalimu. Vile mwalimu Kolili ameweza kusema ni kwamba tunaona vile tumeangalia hapo anguko la Babeli. Tunaona amedivert maji na ameweza kuingia na ameteka mji wa Babeli. Na wakati amemaliza kuteka huo mji, kumbe ule muda wa wana wa Israeli kukaa pale ulikuwa umeisha. Kwa sababu walikuwa wamepewa miaka 70. Kulingana na Danieli, vile wakati aliomba alionyeshwa kwamba watakuwa mateka miaka 70. Sasa ule muda wa miaka 70 ulikuwa umekamilika. Na tunaona kupitia kwa Mungu anamtumia yeye na anatoa tangazo la wana wa Israeli kurudi. Ukisoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 36, 22 na 23. Sio ningesome. Inasema hivi. Ikawa katika mwaka wa kwanza wa Koreshi mfalme wa Ajemi, ili kwamba neno la Bwana alilosema kwa kinywa cha Yeremia lipate kutimizwa, Bwana akamwamsha roho yake Koreshi mfalme wa Uajemi, hata akapiga mbiu katika ufalme wake wote, akiandika pia akisema, Koreshi mfalme wa Uajemi asema hivi, Bwana Mungu wa mbinguni amenipa falme zote za dunia, naye ameniagiza nimjengee nyumba katika Yerusalemu ulioko Yuda. Basi kila mtu katika ninyi nyote mlio watu wake, Bwana Mungu wake na awe pamoja nanyi na akwe. Sasa hilo ndilo tangazo ambalo huyu Koreshi anatoa kwa wana wa Israeli. Na tunaona ya kwamba Koreshi yeye tunamuona kama Masihi. Kwa nini? Angepanga ujenzi wa hekalu la kidunia. Lakini Mwenyezi Mungu ambaye sasa ni Masihi mwenyewe Yesu Kristo, yeye alikuja kupanga kujengwa kwa hekalu lile la mbinguni, hekalu halisi. Tumefika mwisho wa lesson ya leo, lakini tunataka kusema hivi tunapomaliza. Mungu ndiye anasimamisha utawala, na pia huyo Mungu ndiye pia anaruhusu utawala huo kuondoa, kwa sababu utawala huo umekwenda kinyume na mapenzi ya nani? Na mapenzi ya Mungu. Katika kitabu cha Yeremia sura ya 18, Biblia Yeremia anatumia mfano wa mtu ambaye mfinyanzi. Asante sana Koreli. Anatoa mfano wa mfinyanzi. Sasa mfinyanzi huwa anatumia udongo kutengeneza chungu. Sasa anapotengeneza ile chungu, yeye kama anatengeneza ile chungu, akitaka kuibomoa tena si anaweza. Ndiposa katika kitabu hiki cha Yeremia anasema hivi, anasema the instant I speak, Mungu anasema hivi ya kwamba Mungu anaongea hivi, anasema yeye ndiye anasimamisha ufalme na pia ufalme huo anausimamisha, na akitaka kuondoa ama kuangamiza anauangamiza. Kwa hivyo dunia hii mwenye uwezo ni Mungu, si ndio? Mungu akisema leo kuwa tajiri, utakuwa ama uwezi kukua? Akisema kuwa maskini, so hii dunia ina mwenyewe. Hiyo ni kitabu cha Yeremia 18 ukisoma 7 na fungu lake la 10 ndio inasumusia maneno hayo. So ningependa msikilizaji na pia mtazamaji akaweze kuelewa kwamba katika lesson hii tunapojifundisha
tambua kwamba Mungu anaishi. Tutambue kwamba ni kwa uwezo wa Mungu mimi nimeamuka, nikatoka maeneo yangu, nikatoka Ukunda, nikaja mpaka huku. Ni Mungu ambaye ametupatia uwezo wa kusafiri. Unatoka hapo unaenda country, unarudi. Unapata ndege, unakwenda ng'ambo na unarudi tena. Ni uwezo wa nani? Ni kwa uwezo wa Mungu. Mungu akitaka ufike salama utafika. Lakini kwa sababu ya uasi wetu unaweza kuanza safari na labda Mungu akaamuru usirudi tena. So ni vizuri kumweka Mungu mbele kwa kila jambo ambalo tunalo litenda. Msikilizaji, tunaomba kila wakati fuatilia mafundisho, na ukitaka kuona mafundisho haya kwa YouTube utayaona kwa YouTube, na ili uwe wa kwanza kuyaona tunaomba ukaweze kusubscribe na pia una like na ukidrop comment ukipongeza kipindi ama ukitoa jambo lako katika hapo mahali unaweka comment, utakuwa pia unasaidia kipindi hiki kukiendeleza. Tunaomba Mungu awabariki sana. Tukutane siku nyingine. Naomba Koril ukaweze kutupatia ombi tunapomaliza. Tunaimiti na kuinua jina lako. Mungu wetu, asante kwa maana wewe mwaminifu. Kwa hakika umeweza kutufunza, tumejifunza neno la ili tuweze kuishi sawa sana mapenzi yako. Zaidi ya mno Mungu wetu, ni tuwe tayari kwa ujio wako wa mara ya pili. Mapenzi yako yatendeke sasa na hata milele, kwa maana naomba haya kupitia jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen.